leo tunapitia miundombinu ya mradi wetu wa mageuzi ya elimu ya juu, mageuzi ya kiuchumi kwa elimu ya juu. Ni mradi ambao sisi chuo kikuu Muhimbili tumepewa na serikali. Kama nilivyosema, huu mradi una tengeo ya fedha za Kimarekani dollars milioni 45.5 ambayo sawa na bilioni 120 za Kitanzania. Na mradi huu umegawanyika mara mbili. Kwa hiyo tuna dola za Marekani milioni 30.5 kwa ajili ya ujenzi ndaki ya tiba hapa Mloganzila, lakini tuna dola milioni 30 kwa ajili ya ujenzi wa campus mpya mkoani pale Ujiji mkoani Kigoma. Kwa hapa kama unavyoona tulivyokaa hapa, tayari tumeshawapitisha kwenye majengo yote ya ndaki ya tiba. Tumeona madarasa, tumeona maabara, tumeona nyumba za utawala, tehama na maktaba. Tumeona kuna sehemu ya cafeteria, lakini tumeona hosteli za wanafunzi. Kwa hiyo niseme kama nilivyosema, huu mradi tumeanza kujenga mwezi wa 12 mwaka jana 2024, na tunatarajia miundombinu itakamilika mwezi wa 6 mwaka kesho 2026. Kwa hiyo letu sisi kwanza ni shukrani kwa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutoa ufadhili huu ambao umetuwezesha kujenga miundombinu hii. Lakini tunashukuru vile vile Wizara ya Elimu ambayo ni msimamizi wa sisi chuo kikuu. Lakini manufaa ya mradi huu ni makubwa sana. Tutaweza kuongeza udahili wa wanafunzi, na maana yake ni kwamba tutaongeza wataalamu wa afya hapa nchini. Lakini vile vile tuna tafiti zinafanyika, lakini vile vile tumesomesha wanataaluma. Tumesomesha wanataaluma 33 tayari wanasoma uzamili pamoja na uzamivu. Kwa hiyo hawa wakirudi, tuna imani tafiti vile vile zitaongezeka. Lakini hii kama mnavyojua chini ni chuo cha afya, na maana tunachofanya chote kinaenda kuboresha afya za Watanzania. Kwa hiyo tutaongeza fursa za masomo kwa vijana wanataka kusoma masomo ya afya, lakini vile vile tutazalisha wataalamu wabobezi wa kuhudumia Watanzania. Kwa hiyo ina maana hata huduma za afya zitaweza kuboreka sana. Mnavyoona hapa tuna hospitali tayari ya mafunzo hapa Mloganzila, hospitali ya Mloganzila ambayo ni hospitali ya kisasa na hii imejengwa makusudi kwa ajili ya mafunzo. Ukiingia mle ndani kuna miundombinu mizuri ya kufundisha. Kwa hiyo huu mradi unaenda kule, kama jina linavyosema ni mageuzi, unaenda kuleta mageuzi makubwa sana kwetu kama taasisi, lakini katika sekta ya elimu ya juu pamoja na sekta ya afya nchini. Kujenga kituo cha umahiri cha magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, na fedha zipo tayari. Ni mradi wa takribani dola za Kimarekani milioni 75. Kwa hiyo itajengwa kituo maalum kwa ajili ya magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Kwa hiyo tutakuwa tunajenga hiyo hospitali, itakuwa takriban vitanda 500 mpaka 600, lakini kuna mafunzo kwa wataalamu wabobezi wa magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, lakini tafiti za magonjwa ya moyo na mishipa ya damu. Mradi umeshaanza tayari, tuko kwenye utaratibu wa kumpata washauri waelekezi. Tumeshatangaza nafasi za mafunzo, tuna nafasi 120 kuja kusomesha wataalamu, lakini vile vile tumeshatangaza wale ambao wanaweza kuleta maandiko ya tafiti kwenye magonjwa ya moyo na mishipa ya damu vile vile waanze kufanya hizo tafiti. Kwa hiyo tunatarajia mambo yakienda vizuri, ujenzi na wenyewe utaanza mapema mwaka kesho. Kwa hiyo vile vile ni kituo ambacho vile vile kitakuja kusaidiana sasa na miundombinu hii, hospitali hii iliyopo ya Mloganzila. Kwa hiyo tuna imani kwamba sasa ile eneo la Mloganzila itaanza kutumika kama ilivyotarajiwa. Kwa majina naitwa Profesa Erasto Vitus Mbugi, ni mratibu wa mradi huu wa mabadiliko ya kiuchumi kwa elimu ya juu, yani HEET. Kwa sasa kama tulivyosikia kwenye taarifa mbalimbali kwa siku hii ya leo na kujionea wenyewe, mradi umefikia karibia 50% kukamilika. Na tujue tu kwamba baada ya kufanya hayo mageuzi na kuongeza idadi ya miundombinu ya kufundishia, tunatarajia kuwa tutapata wanafunzi wengi watakaodahiriwa, lakini pia tutaongeza nguvu kazi kwa ajili ya kuboresha huduma za afya nchini. Tunajua kwamba sisi ndio tunaotoa huduma hii hapa Tanzania kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tuna imani kubwa kwamba serikali hii imetuwezesha kwa kiasi kikubwa kuweza kufikia hatua ya kuboresha huduma za afya nchini, lakini pia kuongeza ajira kwa watu wetu. Zamani tulikuwa tunaenda kutibiwa nje, lakini pia tulikuwa tunaenda kujifunzia hatua mbalimbali za skills nje ya nchi, lakini sasa tutaweza kupata hapa na tutaweza kuwahudumia watu wetu. Tuzidi kuiomba serikali, bado tuna eneo kubwa ambalo litahitaji upanuzi. Kama itaweza kutufikiria siku za usoni, iweze kutuongezea rasilimali pesa ili tuweze kupanua zaidi, tuweze kutoa huduma kwa wananchi. Kutakuwa na uboreshaji wa miundombinu ya kufundishia, vifaa vya kisasa,
lakini pia kutakuwa na eneo kubwa la kufundishia, kwa hiyo litachukua watu wengi zaidi. Sasa miundombinu mizuri ya hali ya juu, lakini pia inayotolewa kwa watu wengi, maana yake hii huduma itakuwa na ubora zaidi kwa Tanzania nzima. Labda eneo lina ukubwa gani na plans zikoje? Eneo lina ukubwa wa ekari 3700 kama mlivyoelekezwa na makamu mkuu wa chuo, na lina master plan ambayo kila sehemu katika eneo hili ina kitu chake ambacho tunatarajia kukiweka hapo na kwa matumizi ya taasisi. Kwa hiyo tuna imani kwamba upanuzi utazidi kuendelea kama endapo tutakuwa tu na pesa ya kutosha kufanya upanuzi huo. Na kwa namna tunavyoona serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan bado wana nia njema kabisa ya kupanua eneo hili ili tuweze kutoa huduma ya afya kwa wananchi wa Tanzania. Naitwa Ahmed Jalalu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Mloganzila. Kwa kweli sisi kama wana Mloganzila tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea huu mradi wa hospitali. Na pili, tunawashukuru wasimamizi wa huu mradi kwa sababu wanashirikiana na sisi kwenye ofisi yetu ya serikali ya mtaa Mloganzila na tunakwenda nao vizuri. Na tunashukuru huu mradi umefanikisha kuwapa vijana wetu ajira ya kutosha. Asilimia kubwa tulikaa nao vikao na tukakubaliana jambo la kwanza mtaa Mloganzila uhakikishe vijana wote wanapata ajira. Na kweli wamelitekeleza hilo na vijana wamepata ajira kwa wingi. Tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kutuletea mradi huu.